Kuna sehemu duniani, sehemu ambayo haijawahi kukubalika kirahisi katika akili ya binadamu. Sehemu ambayo hata satellite, hata GPS, hata teknolojia ya kisasa bado huacha maswali yasiyo na majibu. Sehemu hii iko katika bahari ya Atlantiki, kati ya Miami, Bermuda na Puerto Rico, ikijulikana kwa jina la Bermuda Triangle. Lakini wenyeji wa bahari hii hawaiiti kwa jina hili. Wana majina yao yatoka enzi za mababu zao, majina kama bahari ya waliopotea, mlango wa kifo, eneo lisilo na njia ya kurudi, ama bahari ya shetani. Na kila jina lina hadithi yake nyuma. Hadithi za meli zilizotoweka, ndege zilizomezwa bila sauti, na wakati mwingine hata redio zilinyamaza ghafla katikati ya mawasiliano. Leo tunafungua mlango wa siri hii. Fuatana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu The Storyside. Kabla ya teknolojia ya kisasa, kabla ya rada, kabla ya GPS, kabla hata ya ramani za satellite, bahari ya Atlantiki ilikuwa na lugha yake yenyewe. Kwa mabaharia wa Caribbean na Atlantic ya Magharibi, hii haikuwa bahari ya kawaida, bali ilikuwa sehemu inayopendwa. Mabaharia wengi wa zamani walikuwa watu waliotegemea nyota, upepo na uzoefu wa macho. Lakini walipoanza kuvuka eneo hili la Bermuda Triangle, waliripoti mambo ambayo hayakuingia kwenye mantiki ya kawaida ya binadamu. Wavuvi wa Caribbean walielezea tukio ambalo lilirudiwa mara kwa mara katika simulizi za vizazi kwa vizazi, ya kwamba usiku bahari huwa inang'aa sana. Si mwanga wa kawaida wa mwezi, bali mwanga wa kijani au bluu chini ya maji, kana kwamba kuna kitu kinapumua chini ya kina cha bahari. Wengine waliita mwanga wa roho. Wanasayansi baadaye walijaribu kueleza kama mng'ao wa viumbe vya baharini, lakini mabaharia wa zamani hawakukiona kama biolojia ya kawaida. Kwao ilikuwa ishara ya kwamba bahari inapokuwa na mwanga huo, kuna kitu kinachoamka chini yake. Kitu kingine kilichoripotiwa mara nyingi ni kutoweka kwa meli bila dalili yoyote ya kawaida ya maafa. Hakukuwa na kilio cha dharura, mawimbi makubwa yanayopiga meli au mabaki yanayoelea baharini. Badala yake, hadithi zilikuwa ni moja. Meli ilikuwa ikionekana ndani ya muda mfupi, kisha inatoweka kabisa, kana kwamba imefutwa kutoka kwenye uso wa dunia. Wavuvi walieleza kwa maneno ya kutisha, ilikuwa pale sekunde chache tu, halafu sasa haipo tena. Lakini pia kuna simulizi za kushangaza zaidi, zinazogusa hata hisia ya muda. Mabaharia wengine walidai kuwa walifanya safari fupi ya kawaida, siku 2 baharini, lakini waliporudi walikuta wiki imepita. Wengine waliripoti kinyume chake. Walikaa baharini muda mrefu, lakini walipofika bandarini, muda ulikuwa haujaenda kama walivyohisi. Hii ilisababisha simulizi za watu kuanza kuamini kuwa bahari hii haifuati muda wa dunia ya kawaida, na kwao muda ulikuwa kama unazama ndani ya maji pamoja na meli. Kadiri simulizi zilivyoongezeka, ndivyo imani za jamii zilivyoimarika. Watu wa visiwa vya Bahamas, Bermuda na maeneo ya Caribbean walianza kuipa bahari hii maana ya kiroho. Walizungumza kuhusu nguvu zisizoonekana, milango ya bahari inayofunguka na kufungwa, na roho za mabaharia waliopotea. Wengine
walitoa tahadhari kali ya kuwa usivuke endapo upepo unapoacha kuvuma. Hivyo kwao kimya cha bahari kilikuwa hatari kuliko dhoruba yenyewe inayotokea. Wakati huo huo, meli za biashara zilianza kuripoti matatizo ya mara kwa mara zilipofika kwenye eneo hili. Miongoni mwa taarifa zilizoandikwa na wafanyakazi wa meli zilikuwa ni hizi: dira kuzunguka bila kuelekea upande mmoja, mawimbi kubadilika ghafla bila onyo, ukungu mzito kuingia haraka hata kwenye anga safi. Lakini kilichokuwa cha kushangaza zaidi ni kwamba mara nyingi baada ya tukio hakukuwa na ushahidi wa wazi wa kilichotokea. Hakukuwa na mabaki ya meli yaliyokaa kwa njia ya kawaida ya ajali za baharini, kana kwamba kila kitu kilikuwa kimevutwa chini ya uso wa maji bila mapambano ya mwisho kueleweka. Kuna tofauti kubwa kati ya ajali na kutoweka, kwa sababu ajali huwa ina ushahidi, kuna mabaki, kelele ama dalili. Lakini katika hadithi za Bermuda Triangle za zamani ilikuwa na ukimya, kimya kisichoelezeka, kimya kinachotisha zaidi kuliko mlipuko, na kimya hicho kilianza kujenga hadithi kubwa zaidi kuliko ukweli wenyewe. Sasa hadithi inabadilika mwelekeo. Hapa hatuko tena kwenye simulizi za mabaharia wa zamani pekee. Sasa tunaingia kwenye maabara, data, ramani za bahari na uchunguzi wa watafiti waliotaka kujua ukweli mmoja. Je, Bermuda Triangle ni sehemu ya laana au ni bahari yenye tabia kali sana kuliko tunavyoielewa? Hapa ndipo mambo yanakuwa magumu zaidi, kwa sababu sayansi inatoa majibu, lakini si majibu yote yanaeleweka katika fikra za watu, hasa wenyeji wa maeneo haya. Sababu ya kwanza ni hii: chini ya sakafu ya bahari ya Atlantiki, watafiti waligundua kitu kisichoonekana kwa macho ya kawaida ambacho ni methane hydrate, yaani gesi ya methane iliyofungwa ndani ya barafu ya chini ya bahari. Wanasema kwa kawaida iko tulivu, lakini chini ya shinikizo au mabadiliko ya joto inaweza kuachia gesi hiyo kwa ghafla, na hapo ndipo hatari inapoanza. Wanasayansi wanaeleza tukio hili kwa njia hii: maji hupoteza uzito wake wa kawaida, yani density. Kwa hapa wale wanafizikia watanielewa zaidi. Meli inakosa sapoti ya maji na ndipo inazama haraka sana bila muda wa tahadhari. Hivyo kwa macho ya binadamu huonekana meli imetoweka bila ya kuwepo mapambano ya mwisho ama ishara ya dharura ya kutosha. Lakini kwa sababu hii inaweza kueleza kupotea kwa meli, lakini haiwezi kueleza ndege zinazoanguka katika eneo hili. Sababu ya pili: eneo la Bermuda Triangle lipo kwenye mojawapo ya korido za hali ya hewa zinazobadilika haraka duniani. Hapa kuna vimbunga vya Caribbean vinavyoibuka bila onyo, mawimbi makubwa ya Atlantiki yanayoweza kufika ghafla, na mikondo ya upepo inayobadilika kwa kasi isiyotabirika. Kwa meli na ndege za miaka 1940 mpaka 1960 hakukuwa na satellite, hakukuwa na rada ya kisasa ya weather tracking. Maamuzi yalitegemea macho, experience na ramani za zamani. Kwa hiyo hali mbaya ya hewa ya ghafla iliweza kubadilisha safari ya kawaida kuwa janga. Lakini bado sayansi inakiri wazi, hali ya hewa peke yake haiwezi kueleza kutoweka bila tracing kwa visa vyote vya upotevu wa ndege. Sababu ya tatu: kuhusu kupotea kwa dira, wanasayansi wanasema kuna kitu kinachoitwa magnetic variation. Hii ni tofauti kati ya kaskazini ya dunia, yani
True North na kaskazini ya sumaku, yani Magnetic North. Bermuda Triangle iko katika eneo ambalo dira inaweza kuonyesha mwelekeo usio sahihi. Ramani za zamani zilikuwa na makosa ya kuzingatia hili. Mielekeo ya zamani ilikuwa rahisi kupoteza mwelekeo. Kwa marubani wa zamani, hii ilikuwa hatari kubwa sana. Lakini tukirudi kwenye Flight 19, kuna swali linalobaki likiumiza kichwa. Marubani walikuwa trained vizuri, walikuwa na uzoefu wa vita. Kwa nini wote kwa pamoja walishindwa kuelewa mwelekeo sahihi? Hapo ndipo sayansi inapoanza kukosa jibu la moja kwa moja. Sababu ya 4, watafiti wengine wanapunguza hadithi yote kuwa mchanganyiko wa mambo ya kawaida, wakisema kuwa uchovu wa marubani, maamuzi ya haraka chini ya presha, hitilafu ndogo za mwelekeo, mawimbi yanayochanganya uoni wa macho. Katika mazingira ya bahari iko wazi, kosa dogo linaweza kuwa kubwa sana. Mfano mmoja tu wa mwelekeo mbaya inaweza kukupeleka mamia ya kilomita mbali na njia sahihi. Na bila GPS ya kisasa, kupotea kunakuwa rahisi sana. Lakini hata hapa kuna pengo kubwa la uhalisia kwa yanayotokea, kwa sababu baadhi ya visa vilitokea chini ya mazingira ambayo meli zilipotea kabisa bila kuacha alama ama mabaki yoyote ya ajali. Sasa hadithi inashuka kutoka kwenye nadharia na sayansi, inaingia kwenye matukio halisi yaliyoandikwa kwenye historia. Hizi si hadithi za mdomo tena. Hivi ni visa vilivyorekodiwa, kuchunguzwa na bado vikabaki na pengo kubwa, kwa sababu hakuna majibu yaliyokamilika ambayo yalipatikana. Mwaka 1919 meli ya kijeshi ya Marekani iitwayo USS Cyclops iliondoka kutoka Caribbean ikiwa na zaidi ya watu 300 pamoja na mzigo mzito wa manganizi. Hii ilikuwa moja ya meli kubwa na imara zaidi kwa wakati wake. Ilitarajiwa kufika Marekani bila tatizo, lakini hilo halikuwahi kutokea. Meli hiyo haikutoa SOS, yani taarifa ya dharura. Haikutoa ishara ya dharura. Haikupatikana na mabaki ya kutosha. Iliondoka baharini na ikatoweka kabisa. Hakuna ushahidi wa shambulio, hakuna ushahidi wa dhoruba kubwa iliyorekodiwa wakati huo. Ni kama meli ilifutwa kutoka kwenye uso wa bahari bila trace yoyote. Hadi leo USS Cyclops inabaki kuwa moja ya largest non-combat losses katika historia ya US Navy. Disemba 5 mwaka 1945, Fort Lauderdale, Florida ilikuwa tulivu. Anga ilikuwa safi, upepo wa kawaida na bahari iliyotulia kana kwamba hakuna hatari yoyote iliyokuwa mbele yake. Ndani ya kituo cha kijeshi, ndege 5 za kivita aina ya TBM Avenger zilijiandaa kwa mazoezi ya kawaida ya anga. Misheni yao iliitwa kwa jina rahisi tu ambalo ni Flight 19. Hakukuwa na tahadhari ya dharura, hakukuwa na dalili ya hatari. Ilikuwa safari ya kawaida ya mazoezi juu ya bahari, kama mazoezi mengine mengi yaliyowahi kufanywa kabla ya haya. Lakini safari hiyo ilibadilisha historia ya urubani milele. Baada ya kuruka, kila kitu kilikuwa kawaida. Marubani waliripoti, visibility ni nzuri, bahari iko tulivu, tunafuata ratiba. Hakukuwa na tatizo lolote. Lakini muda mfupi baadaye, redio ikaanza kupokea ujumbe wa kushangaza ukisema, dira yetu haifanyi kazi vizuri. Kisha mwingine akisema, hatuelewi tuko wapi, bahari haifanani na ramani. Tatizo hilo lilikuwa kubwa zaidi kwa sababu
Hawa hawakuwa marubani wa kawaida, walikuwa wamezoea navigation ya kijeshi juu ya bahari, lakini sasa wote walikuwa wakipoteza mwelekeo. Dakika chache baadaye, kiongozi wa kikosi alisema, kila kitu kinaonekana tofauti, tunaweza kuwa tumepotea. Akaamuru kurejea Florida, lakini kilichotisha zaidi ni kwamba marubani hawakukubaliana upande wa kurudi. Kila mmoja alikuwa na uhakika tofauti kuhusu walipo. Katika urubani wa kawaida, dira inaweza kushindwa, redio inaweza kupata interference, lakini si kawaida kwa marubani wote waliobobea kuchanganyikiwa kwa pamoja. Kadiri walivyoendelea kuruka, ripoti zikawa za ajabu zaidi, wakisema, tunaona bahari inabadilika rangi, mawimbi yanaonekana kuzunguka, anga halifanani na ramani. Cha kushangaza ni kwamba hakukuwa na dhoruba kubwa iliyorekodiwa eneo hili siku hiyo, lakini ndani ya cockpit marubani walionekana kupoteza kabisa uelewa wa mwelekeo wa dunia halisi. Kiongozi wa Flight 19 aliamuru waelekee magharibi kurudi Florida, lakini jibu lililokuja lilikuwa la kutisha. Wakasema, hiyo si magharibi, magharibi iko upande mwingine. Hapo ndipo confusion ya pamoja ilipoanza rasmi. Kila rubani alikuwa na uhakika, lakini hakuna aliyekubaliana na mwingine. Ilionekana kama mazingira yenyewe yalikuwa yanaharibu uwezo wao wa kuelewa mwelekeo. Baadaye mawasiliano yakaanza kukatika, wakisema, tunaendelea lakini hatuoni ardhi, fuel iko sawa lakini hatujui tuko wapi. Kimya kikaanza kuingia kati ya sauti za redio, na kila sekunde ya ukimya iliongeza hofu. Hatimaye hakukuwa na maamuzi ya pamoja. Kila ndege ilionekana kufuata hisia zake binafsi za mwelekeo. Dakika zilipita, sauti zikawa dhaifu, halafu kimya kikatawala kabisa. Hakuna taarifa ya dharura ya mwisho iliyorekodiwa kwa uhakika. Hakuna mayday iliyoeleweka kikamilifu. Ni kama mawasiliano yote yalikatika ghafla katikati ya mazungumzo. Baada ya ndege za mission ya Flight 19 kupotea, ndege ya uokoaji aina ya BM Mariner ilitumwa kuwatafuta, lakini kabla haijatoa taarifa yoyote, nayo ilipotea pia. Na zaidi ya hapo, ililipuka ikiwa angani na haikuonekana. Hakukuwa na mawasiliano ya mwisho yaliyothibitishwa rasmi. Ilionekana kama ndege hiyo nayo ilitoweka bila kuacha ushahidi wa kueleweka. Mwaka 1948, ndege ya abiria aina ya DC-3 ilikuwa ikifanya safari ya kawaida karibu na Miami. Abiria walikuwa ndani. Marubani walikuwa na mawasiliano ya kawaida na kituo cha ardhini. Redio ilisikika ikiwa tulivu, wakisema everything is fine. Hakukuwa na dalili ya dharura, hakukuwa na taarifa ya tatizo la kiufundi. Lakini dakika chache baadaye, kimya kilitawala. Hakukuwa na maelezo ya mwisho. Ndege ilipotea kabla ya kufika kwenye marudio yake. Na jambo la kutisha zaidi, hakuna mabaki yaliyopatikana kwa kiwango kinachoweza kueleza kilichotokea ndani ya sekunde za mwisho. Na jambo la kutisha zaidi, hakuna mabaki yaliyopatikana kwa kiwango kinachoweza kueleza nini kilichotokea ndani ya sekunde za mwisho. Mwaka 1963, meli kubwa ya mafuta SS Marine Sulphur Queen iliondoka ikiwa na crew na mzigo mkubwa wa sulfur. Hii ilikuwa meli ya kisasa zaidi kuliko nyingi zilizowahi kupotea kabla yake, lakini safari yake ilikuwa ya mwisho. Meli hii ilitoweka katika eneo linalohusishwa na Bermuda Triangle. Baada ya uchunguzi, zilipatikana sehemu chache sana za mabaki. Hakuna miili iliyopatikana na hakuna ushahidi wa mwisho wa mawasiliano ulioeleweka. Kilichobaki kilikuwa kidogo mno kulinganisha na ukubwa wa meli, na kilichoongeza utata ni kwamba hakukuwa na maelezo ya wazi ya ajali ya kawaida ya baharini. Ukiziweka pamoja,
hizi kesi 4: US Cyclops ya mwaka 1918, Flight 19 mwaka 1945, DC-3 Flight mwaka 1948 na SS Marine Sulphur Queen mwaka 1963. Unaona pattern moja ya kutisha: kutoweka bila SOS, yaani taarifa ya dharura ya mwisho. Hakuna ushahidi wa ajali ya kawaida, hakuna mabaki ya kutosha kueleza kila kitu. Ni kama kila kitu kilichokuwa ndani kilitoweka pamoja na meli au ndege yenyewe. Katika ajali za kawaida kuna kuwa na kelele, mlipuko, mabaki ama ushahidi. Lakini katika visa hivi kuna kitu kimoja kinachojirudia, ambacho ni kupotea bila ushahidi. Kimya kisichoacha hadithi kamili ya mwisho. Kimya kinachofanya wachunguzi kurudia maswali yale yale kwa miaka mingi. Ni nini kilitokea katika dakika za mwisho ambazo hakuna aliyeziona tena? Baada ya visa vyote, baada ya sayansi, baada ya ushahidi unaokosekana na maswali yasiyoisha, kuna kitu kingine kinachobaki nyuma. Kitu ambacho hakipo kwenye maabara, hakipo kwenye rada, lakini kipo kwenye akili na mioyo ya watu waliokuwa karibu na bahari hii kwa vizazi vingi. Kwa watu wa visiwa vya Caribbean na Bahamas, Bermuda Triangle si eneo tu la ramani, ni sehemu yenye uwepo. Wengine hawaiangalii kama bahari tu, bali kama kitu kinachoishi. Imani zao zimejengwa kutoka hadithi za mababu, visa vya wavuvi na matukio ambayo hakuna aliyeweza kuyaeleza kikamilifu. Na kadiri miaka inavyopita, imani hizo hazijapungua, bali zimekuwa na nguvu zaidi. Watu wengi katika jamii hizi wanaamini kwamba kuna nguvu maalumu inayotawala eneo hili. Wengine wanasema kuna vortex ya bahari inayovuta vitu chini. Kuna milango ya dunia nyingine inayofunguka kwa muda mfupi, na kuna eneo la nguvu za sumaku lisiloeleweka vizuri. Kwao haya si mawazo ya kubuni, ni maelezo ya kile walichokiona ama kusikia kutoka kwa watu waliopotea au kurudi na simulizi za kutisha. Wavuvi wa zamani walikuwa na kanuni zisizoandikwa. Hakukuwa na GPS, hakukuwa na redio za kisasa, lakini kulikuwa na hisia ya bahari. Na walikuwa na onyo moja la msingi lililorudiwa mara kwa mara: ukiona bahari inanyamaza sana, rudi. Kwao kimya cha bahari hakikuwa ishara ya amani, ilikuwa ishara ya hatari inayokaribia. Katika uzoefu wa kawaida wa bahari, dhoruba huleta kelele, mawimbi huonyesha hatari, upepo huonya kabla ya maafa. Lakini katika hadithi za Bermuda Triangle kuna aina nyingine kabisa ya hali ya hewa. Ina kimya kisicho cha kawaida. Hakuna upepo, hakuna mawimbi makubwa, hakuna kelele ya asili, na bado watu hutoweka. Hali hii ndiyo imewafanya wengi kuamini kwamba kimya hiki si cha kawaida. Watafiti wa tabia za binadamu wanasema jambo moja la kuvutia: binadamu hujaribu kujaza pengo la kutokuelewa. Pale ambapo sayansi haitoi jibu kamili, imani huingia. Hivyo Bermuda Triangle imekuwa mahali pa hadithi za roho za mababu, simulizi za milango ya dunia nyingine, na tafsiri za nguvu zisizoonekana, yaani nguvu za giza, kwa jamii za karibu na bahari hii. Hii si tu hadithi za kusadikika, bali ni njia ya kueleza hofu ya muda mrefu isiyo na majibu. Sasa tunafika mwisho wa safari hii, na hapa ndipo Bermuda Triangle inavua sura zake zote za hofu na siri, na kubaki na kitu kimoja ambacho ni ukweli mgumu kukubali. Uchunguzi wa kisasa wa bahari, anga na usafiri wa kimataifa unaonyesha jambo moja la msingi, ya kuwa hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha Bermuda Triangle kama eneo la supernatural, yaani nguvu za giza.
Hakuna kipimo cha maabara kilichoonyesha nguvu za ajabu. Hakuna satelaiti iliyorekodi mlango wa dunia nyingine. Hakuna data za kisayansi zinazoonyesha eneo hili linakiuka sheria za fizikia. Lakini hii si mwisho wa hadithi hii. Ingawa hakuna miujiza, kuna ukweli mwingine ambao hauwezi kupuuzwa. Bermuda Triangle iko katika moja ya maeneo yenye trafiki kubwa sana ya meli na ndege duniani. Mikondo ya bahari yenye nguvu na isiyotabirika. Hali ya hewa inayobadilika kwa kasi sana. Eneo la Atlantiki lenye vimbunga na vinavyotokea mara kwa mara. Hii inamaanisha kitu kimoja muhimu: uwezekano wa ajali ni mkubwa kwa asili ya eneo lenyewe. Kabla ya GPS, kabla ya rada za kisasa, mwongozo wa safari ulikuwa wa makadirio, ramani zisizo sahihi sana na dira pekee. Na katika mazingira kama haya, makosa madogo ya mwelekeo, kuchelewa kwa taarifa ya hali ya hewa na hitilafu ya vifaa, yote haya yangeweza kusababisha kupotea kabisa baharini. Na jambo muhimu zaidi, visa vingi vilivyoripotiwa vilitokea kabla ya teknolojia ya kisasa ya ufuatiliaji. Lakini hata baada ya maelezo haya yote, bado kuna kitu kinabaki kinaumiza kichwa kwenye akili ya binadamu, kwa sababu baadhi ya matukio hayakuwa na taarifa ya mwisho ya dharura, hayakuacha mabaki ya kawaida ya ajali, na yalitokea kwa mazingira yasiyoeleweka kikamilifu. Na hapa ndipo sayansi inaposema hii ni bahari hatari, lakini hisia za binadamu zinasema kuna kitu hakijaelezwa kikamilifu na bado hakijulikani. Bermuda Triangle inaweza isiwe mlango wa dunia nyingine, inaweza isiwe eneo la nguvu za ajabu, lakini pia haiwezi kupuuzwa kama bahari ya kawaida tu. Ni eneo ambalo historia yake imejaa visa vya kupotea, mazingira yake ni magumu na yasiyotabirika, na simulizi zake zimekuwa kubwa kuliko majibu yake. Na hivyo tunaacha swali likiwa wazi, si kwa sababu hatuna majibu kabisa, bali kwa sababu majibu yenyewe hayatoshi kuondoa hofu yote iliyojengeka kwa miaka mingi. Na kila mara tunapofikiri tumeielewa Bermuda Triangle, bahari hutukumbusha kitu kimoja, ya kwamba kuna sehemu duniani ambazo bado zinahitaji heshima. Si lazima ziwe na majibu yote ili ziwe za kweli. Baada ya safari ndefu kupitia historia, sayansi, mashahidi na imani za watu, tunafika mwisho, lakini si mwisho wa maswali. Bermuda Triangle inaweza kueleweka kama mchanganyiko wa hatari za asili za bahari na anga, makosa ya binadamu katika uongozaji vyombo wa zamani, na hadithi zilizokuzwa na muda, hofu na simulizi za kizazi hadi kizazi. Kwa upande wa data na sayansi, mengi yanaweza kufafanuliwa, lakini hata hivyo kuna kitu kinachobaki kimekaa kama kivuli juu ya bahari hii, kitu ambacho hakijafungwa kikamilifu kwenye majibu ya moja kwa moja, kwa sababu kila mara binadamu anapojaribu kufunga kitendawili hiki, bahari huonekana kujibu kwa njia nyingine. Tukio jipya, hadithi mpya, au swali jipya linalorudisha kila kitu mwanzo. Na hapa ndipo hitimisho linakuwa si jibu, bali swali lenye uzito wake. Je, kweli ni asili tu, au kuna kitu bahari inaficha kwa makusudi? Unafahamu nini kuhusu Bermuda Triangle? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.